Media, we maximize your potential. Ni 4 Disemba 2025. Trump aanda mazungumzo ya amani na ushirikiano na marais wa Rwanda na DRC. Ni mimi wako G Director, niko hapa kuweza kukupasha. Imefanyika Washington DC, Marekani, 4 Disemba 2025, siku ya Alhamis. Ikulu ya Marekani iliandaa tukio kubwa la kidiplomasia lililowakutanisha rais wa Marekani Donald Trump pamoja na marais wawili kutoka Afrika, Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Huu ulikuwa mwendelezo wa jitihada za kusukuma mbele makubaliano ya amani na fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa hayo. Lengo kuu la mkutano huo uliwekwa rasmi kwa ajili ya pointi ya kwanza, kusaini upya na kudhibitisha makubaliano ya amani kati ya Rwanda na DRC. Pointi ya pili, kuzindua mpango mpya wa ushirikiano wa kiuchumi unaohusisha uwekezaji wa Marekani katika sekta ya madini na miundombinu mashariki mwa Kongo. Tatu, kupunguza mvutano wa kijeshi katika eneo la Kivu Kaskazini ambalo kwa miaka mingi limekuwa kivutio cha mapigano na vituko vya waasi. Makubaliano hayo yanajenga juu ya mkataba wa awali uliowekwa mapema mwaka 2025, lakini safari hii saini ilifanyika mbele ya Trump kama ishara ya kuonyesha dhamira mpya ya viongozi hao kushirikiana. Maudhui ya makubaliano. Lengo la kwanza la maudhui ya makubaliano ni kupunguza uhasama na kurejesha utulivu. Rwanda iliahidi kupunguza au kuondoa uwepo wake wa kijeshi ndani ya DRC huko Kongo, ikiahidi kuvunja ushirikiano wowote wa kisiasa na vikundi vya waasi walivyochochea vita, hasa FDLR. 2. Ushirikiano wa kiuchumi. Marekani ilitangaza mpango mpya wa uwekezaji kwenye madini muhimu, yani cobalt, lithium, tantalum na coltan. Miradi ya miundombinu, ujenzi wa viwanda vya kusindika madini ndani ya Afrika badala ya kusafirisha ghafi. Hatua hii inatangazwa kama njia ya kuongeza thamani ya rasilimali za nchi za Afrika na kupunguza utegemezi wa masoko ya Asia. 3. Fursa kwa wawekezaji wa Marekani. Utawala wa Trump umeonyesha wazi kuwa unataka kuongeza ushawishi wa Marekani barani Afrika, hasa katika maeneo yenye rasilimali za kimkakati zinazohitajika katika utengenezaji wa betri, magari ya umeme na vifaa vya kielektroniki. Changamoto zinazojitokeza. Licha ya hali ya sherehe na matumaini, wachambuzi wa masuala ya kimataifa wameonya kuwa makundi ya waasi ya M23 hayakushirikishwa katika mazungumzo, hivyo huenda mapigano yakaendelea. Mashirika ya haki za kibinadamu yanasema makubaliano yanaonekana kulenga zaidi maslahi ya kiuchumi kuliko kuwalinda raia.
Mashariki mwa Kongo bado kuna ukosefu mkubwa wa usalama na hakuna uhakika kama ahadi za marais zitatekelezwa kikamilifu. Sababu ya Marekani kujihusisha sana. Marekani inaona fursa ya kupunguza utegemezi wake wa madini kutoka China, kuongeza ushawishi wake katika eneo la maziwa makuu, kuonekana kama mpatanishi wa amani katika vita vinavyoendelea Afrika. Kwa upande wa Trump, tukio hilo limempa nafasi ya kuonyesha mafanikio ya diplomasia yake kimataifa. Athari kwa Afrika Mashariki na Kati. Ikiwa makubaliano yatatekelezwa, kutakuwa na uwezekano wa kurudi kwa amani katika baadhi ya maeneo ya DRC. Fursa mpya za ajira na miradi ya maendeleo zinaweza kufunguliwa. Na pia usafirishaji wa madini na biashara ya mipakani inaweza kuimarika. Lakini kama makundi ya silaha hayatadhibitiwa, ghasia zinaweza kuendelea. Wananchi bado wataendelea kuteseka. Uwekezaji unaweza kuchelewa au kusimama kabisa. Hitimisho. Tukio la tarehe 4 Disemba 2025 ni hatua muhimu ya diplomasia kati ya Marekani, Rwanda na DRC. Ingawa pokelewa kwa matumaini, utekelezaji wake ndio utakaoamua kama Afrika Mashariki na Kati itaingia kwenye njia mpya ya amani na maendeleo au itaendelea kushuhudia mzunguko wa mizozo ya muda mrefu. Ilisoma nami G Director na kutungwa nami G Director, na hii ni Michael Bella Media. We maximize your potential. Kama haujasubscribe, hakikisha subscribe, like, share na comment ili wengine waweze kupata taarifa hii. Please share taarifa mwingine kwamba taarifa iliyotokea 4 Disemba ndio hii imeletwa kwako na Michael Bella Media. Asante. Bella Media, we maximize your potential.